Na mtazamaji wa Faruku Online TV, hii ni ziara ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mtwara, Mwalimu Said Musa Nyengedi, akiambatana na wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa huo. Mwalimu Nyengedi amefanya ziara hii kwa wilaya zilizopo hapa mkoani Mtwara, huku lengo likiwa ni pamoja na kuwashukuru wananchi na viongozi kwa ngazi ya shina, tawi na kata kwa kukichagua Chama cha Mapinduzi kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 2025. Sambamba na hilo, kukagua na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka 2020-2025 na 2025-2030 pamoja na kuhimiza uhai wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Faruku Online TV tumekuandalia taarifa ifuatayo. Hii ni Faruku Online TV. Mimi pia naitwa Faruku Ngonyani. Tunatakiwa wakipata shilingi 10 waangalie kwenye halmashauri na vijiji vingapi, ina vikundi vingapi. Hiyo shilingi 10 gawanywe, kila kijiji kikundi kipate, na sisi tutafuatilia, kwa sababu na sisi tuligundua kwamba watu hawa wataalamu pale pale wanatengeneza vikundi vyao, ndio wanapewa mikopo na walengwa hawapati. Mimi ndugu zangu mfuatiliaji sana, mwenyekiti wa vijana hapa amesema ni mwenyekiti mwenye moyo wa kujitolea huyu Mwalimu Nyengedi. Nikupeni mifano michache tu ninavyokereketwa na Mtwara yangu. Hapa Masasi msimu wa mwaka jana ufuta yalifungwa magara matatu: gala mama Keti Kamba, gala mwenyekiti wa UWT na gala la halmashauri ya kule Masasi DC. Wakati wameshaanza kupokea ufuta wakafungiwa ghafla, nilipigia mkurugenzi wa leseni taifa. Hata ukimpigia simu atakwambia. Nikamwambia usiangushe maendeleo ya wananchi wangu wa Mtwara, yafungue maghala hayo. Ikifika asubuhi hujafungua, nitamwomba rais ayafungue. Saa 5 kamili usiku alinipigia simu kuniambia waambie wafungue waendelee na shughuli. Huko ndiko kutatua changamoto za wananchi. Kazi yetu viongozi wa chama kutatua kero za wananchi. Mtwara mjini nimewakuta wafanyakazi 18 wa mamlaka ya maji waliachishwa kazi mwaka 2015 mpaka 2024 hawajalipwa mafao yao. Nikamuita katibu tawala mkoa, mkurugenzi wa MTUWASA na afisa utumishi. Katibu tawala hakujua na muitia mimi. Nikamwambia mkurugenzi wa MTUWASA atakwambia, na wale wafanyakazi wawakilishi watatu. Nikamuuliza mkurugenzi wa MTUWASA mbele ya katibu tawala, hawa unawajua? Ndio. Unawajuaje? Walikuwa wafanyakazi wa MTUWASA. Walikuwa wafanyakazi, waliachishwa, walifukuzwa, walistaafishwa, watoro wamesimamishwa kazi. Wakasema waliachishwa kwa sababu wakati ule wa Mheshimiwa Magufuli masuala ya elimu na hawakuwa na cheti cha form 4. Baada ya kuachisha kazi walilipwa haki zao? Hakuna. Kwa nini? Tulikuwa tunasubiri kibali cha katibu tawala mkoa. Katibu tawala yuko pale, huyu mama aliyopo, ukimuuliza atakwambia. Mama alikasirika, akamwambia mwenyekiti, hichi ndicho ulichoniitia? Mkurugenzi, mimi nina miezi 6 tu tangu niripoti mkoa wa Mtwara. Kuna marasi wangapi wamepita toka mwaka 2015? Ulikuwa unasubiri kibali cha rasi nani? Na rasi akupe kibali, hawa waliajiriwa na rasi, wewe ndio unaitwa mkurugenzi? Sasa ilikuwa Jumanne, ikifika Ijumaa hawa hawajalipwa haki zao, ninyi ondokeni kwenye ofisi, mimi nitawafukuza kazi ninyi. Na kuhakikishieni wajumbe, ilikuwa Jumanne, Alhamisi wote 18 walilipwa haki zao. Hizo ndizo kazi za chama.
Alipowasili wilaya ya Mtwara mjini, mwenyekiti Mwalimu Nyengedi hajaridhishwa na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, huku ametoa agizo kwa mkuu wa wilaya ya Mtwara pamoja na viongozi wa CCM ngazi ya wilaya kutenga muda kwenda kuwasikiza wananchi ili kutatua changamoto walizonazo, kwamba wananchi hawajaridhika na utekelezaji wa ilani. Mheshimiwa DC ameahidi kuja na uongozi wa chama wilaya kila kata, na naomba ziara hiyo ianze mara moja, na kisha kamilika nipewe mrejesho. Sitakubali. Tusikilizane. Sitakubali na wala sitamuonea aibu mtumishi yoyote aliyokabidhiwa ilani kutekeleza. Asipotekeleza atatupisha. Haya tunayofanya, tunapima utekelezaji wa ilani yetu katika sekta zote. Tunapata shida wakati wa uchaguzi kwa sababu ya watekelezaji wa ilani hawatekelezi kikamilifu. Sasa mimi, viongozi tutulie. Mwenyekiti wenu ni mfuatiliaji sana. Mlinipa dhamana kusimamia ilani, nasimamia kikamilifu kweli. Kwa kweli mmefanya mambo makubwa. Sisi kama chama mkoa tuna haki yote na wajibu kuwapongezeni kwa kazi yote mnayoifanya. Kwanza kwa ushirikiano mnaofanya kupenda Chama cha Mapinduzi, pili kwa shughuli zote mnazozifanya hapa Mtwara. Hongereni sana. Pili, nataka nizungumzie ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nakumbuka 2020-2025 tulikuwa na ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Imetekelezwa kikamilifu, na ndio maana mnaweza kukuta kwamba matokeo ya urais na viongozi wetu tuliowachagua kwenye uchaguzi mkuu 2025 wamepata kura za kishindo. Tupige makofi. Kwa hiyo kama mnavyoona, sisi hapa Mtwara kwenye utekelezaji huo wa ilani tuna hospitali ya kanda ambayo inatuhudumia wote. Baada ya kwenda Dar es Salaam, sasa tunatibiwa Mikindani. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Sio hayo tu, ametuimarishia bandari yetu na kuikarabati bandari yetu ya Mtwara. Ameweka vyombo vya kisasa kwa gharama kama ya bilioni 157. Bado kuna bandari ya Mugao inaendelea. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Sio hayo tu, kwenye kata zetu na vijiji vyetu huko kuna miradi mbalimbali inaendelea ya hospitali za vituo vya afya, madarasa. Ni mambo mengi amefanya mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Naam, tumekusha fika tamati juu ya taarifa hii, juu ya ziara hii ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa mkoa huu wa Mtwara, akiambatana na wajumbe wa kamati ya siasa kwa mkoa huu wa Mtwara. Mimi sina ziada, naitwa Faruku Ngonyani na hii ni Faruku Online TV. Bye bye.